wale wasomaji Biblia wanajua ya kwamba Biblia inasema na sisi sio wale wa kusitasita. Kusitasita ni wakati unaenda kwenye safari ya imani, unafika mahali unakuwa na tashwishwi, unakuwa na shaka, unakuwa na wasiwasi, ama unafika mahali unaona ama Mungu ameniwasha niko peke yangu, ama hata Mungu haniongozi. Tashwishi ni kitu ambacho Mungu mwenyewe anasema ya kwamba watu wale wako na tashwishi, yeye hawezi kutembea na wao. Na kwa hivyo kitu kimoja tunapigana naye katika safari ya imani ni roho ya kusita. Ningependa tuangalie 2 Timothy chapter 2 from verse 1 ambayo inasema hivi: basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uyakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Ushiriki taabu pamoja na mimi kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Hata mtu akishindana katika michezo, hapewi taji asiposhindana kwa halali. Yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la matunda. Yafahamu sana maneno yangu, kwa maana Bwana atakupatia akili katika mambo yote. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yangu. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Bwana halifungwi. Amen. Maneno ya Timothy yaliandikwa na Paulo, mtumishi wa Mungu. Paulo alikuwa mkubwa wa Timothy, alikuwa apostle, naye Timothy akachaguliwa akawa mhubiri, na akamwandikia mawaidha ambaye pengine Paulo akiandika alifikiria ni yeye anaandikia, lakini baadaye nafikiria hata yeye akiwa binguni huwa anajua barua zake zimekuwa Biblia takatifu. Mungu aliona amtumie kuandika barua, yeye aliandika zikiwa barua. Lakini ukisoma 1 Timothy, 2 Timothy, duniani hakuna barua kubwa namna hiyo. Alikuwa anaandika scripture lakini hajui anaandika ni barua. Lakini hata kama unaandikia mtu barua, unaweza kuandikia mtu barua ya pages kama 40. Ilikuwa Biblia lakini hakujua. Na Paulo hakuwa mtu mzuri kabla hajaokoka. Aliua Wakristo. Paulo alikuwa kazi yake kwenda kutafuta Wakristo mahali wamekutana kuabudu na waua, lakini alisamehewa. Na akawa mmoja wa wale ambao walipenda imani sana mpaka akaandika barua hizi ambazo zilirudi kuwa Biblia. Kwa hivyo hata wewe, hata ukiwa mbaya namna gani, Mungu anaweza kukubadilisha na uwe mtu ambaye ni muhimu sana katika kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Shida ni kukataa kuacha dhambi kwa sababu ya utamu wake. Dhambi zinakuanga tamu, ama zenu zinakuanga za pilipili. Nakuuliza, dhambi yako ukifanya unasikiaga ushugu? Dhambi zote ni tamu, yote ni tamu, lakini mwisho inauma kama nyoka. Na ndiposa unaona tunapigana sana katika kuokoka, maana tunaambia watu wa dunia wasisikie utamu, waokoke. Sasa mtu ananyama. Hata kuna mtu aliniuliza, si nyinyi mmeokoka mnakuaga mmeboeka sana, hamkunywi kama sisi, hamfanyi usherati kama sisi, hamuendi kukibisa wasichana kama sisi, nyinyi mnafanya nini? Hawajui naye hiyo utamu ndio shetani anatumia ndio aweze kumaliza mtu. Kwa hivyo ni vizuri kuamua kuachana na dhambi hata kama ni tamu namna gani, na dhambi zingine zinatuletea pesa. Ni kweli ama si kweli? Kuna watu wanapata pesa baada ya kufanya dhambi. Na kwa hivyo ukiokoka unaweza kuhama mahali unaishi kwa sababu ya kuacha dhambi. Kuna watu wakiokoka itabidi waende kijiji kwa sababu walikuwa wanakula chakula ya dhambi hapo town. Nyumba ile wanakaa inalipwa na dhambi, na sasa ameokoka hapa. Ndio unaona mtu akiokoka analia,
Msimwambie asilie, wacha alie, alafu ahame. Kwa sababu ile nyumba anakaa ni ya wizi. Sasa akiokoka lazima ahame. Arudi kwa mama yake. Akaangalia kama ile kanyumba alijenga akiwa kijana kama kagari kako. Wasishana wengine wakiokoka lazima wawashe kuvaa nguo za pesa nyingi na viatu virefu. Wafae viatu vya raba kama wamama. Maana viatu virefu ni za dhambi. Wamekula mtu ndio wafae hicho. Kwa hivyo ukiona mtu anaokoka ndio malaika wanafurahi, maana wanajua ameamua ateseke kwa ajili ya Kristo. Na kama ulipookoka hukuteseka, ndio wokovu wako unauchezea. Kama sisi tuliteseka. Mimi hata mara yangu ya kwanza kuona baba yangu akiniambia sitaki kukuona kwangu na kukinikibisa ni wakati niliokoka. Kwa hivyo nililipa gharama kubwa sana ya wokovu mpaka leo I value it na ushika kwa uzito sana. Lakini kuna watu wanaokoka mpaka unaona ni mchezo tu. Hakuna gharama, hakuna nini. Hataki kuacha dhambi. Kama dada mmoja aliniambia sasa nimeokoka, nimesikia wokovu ni mtamu, analia sana. Akaniambia boyfriend yangu lazima aokoke. Nikamwambia ataokokaje? Akaniambia mimi mwenyewe nitaenda nimhubirie. Nikamwambia tafadhali hauwezi kuhubiria boyfriend. Nionyeshe yako wapi. Akaniambia lazima nimwambie. Dhambi ni dhambi. Akaleta jicho kubwa mpaka nikaona kama ni serious. Akaenda kwa boyfriend kumhubiria. Kuingine. Akaniambia ni kama hiyo mtu anatumia miti. Hata nililala huko miti ya saa ngapi? Ukijua mahali unafanyia dhambi unarudi hapo kweli tena. Kama mlikuwa mnafanya dhambi na mtu usiende kumhubiria. Kuna wahubiri wengi. Wewe uhubirie wengine. Elia hiyo washana naye. Utahubiri na ulale kwake ukimhubiria. Mstari wa kwanza umetuambia ya kwamba tushague kuwa strong in the grace of salvation. Imesema mstari wa kwanza hiyo imesema habari ya askari. Wewe mwanangu uwe hodari. Kwani yeye anaamua ya kwamba mimi sitakuwa na uoga, sitaogopa kusema Yesu ni Bwana. Nitasema nipelekwe kule nitapelekwa. Wewe unaamua mwenyewe kuwa hodari. Alafu anasema tunaona kwa nini anasema tuwe hodari? Maana hakuna kitu kinapiga sisi kama uoga. Kuogopa kusema umeokoka. Unaona kama mambo itaharibika. Siku zile nilikuwa nimeajiriwa kazi. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya insurance. Na mshahara mkubwa. Mimi kwetu kijiji ndio nilikuwa wa kwanza kununua pikipiki. Siku moja kukakuja wasungu kutoka Canada, Amerika na kwingine. Wakakuja kwa kampuni yetu. Manager akaniita akaniambia, Harrison, kuja hapa. Unaona hawa wazungu hawa ndio wakubwa wetu. Hawa ndio wananunua hizi mashini unaona huko za kutengeneza makaratasi. Hawa ndio parent company. Wamekuja hapa kuona tunafanya kazi namna gani. Akaniambia kwa hivyo leo sio siku ya Holy Spirit. Ni siku ya kutembelewa na wageni kutoka ng'ambo. Maana siku hizo mimi niliokoka ile wokovu unanyamaza hivi unafanya hivi. Sasa aliniambia nisifanye hivyo. Unanyamaza kitu. Siku hizi inashindwa hii watu wameokoka. Hakuna mtu anafanya anadhidhimokwa. Sasa akaniambia unasikia sasa ni wakubwa. Nikamwambia mimi natii Mungu. Vile Mungu atasema ndivyo nitafanya na mimi siwezi kukuaibisha maana mimi ndiye number 1 salesman kwa hii kampuni. Tukakaa kikao, wazungu wakakuja wakakaa hapa mbele. Laini mzima ya wazungu. Naye akiwa pahali alipo ananifanya hivi. Akiona vile na behave vizuri, sifanyi hivi. Sistuki. Na ni kweli tulisoma vizuri, wakatufundisha kutoka asubuhi, wakatuambia vile maono ya kampuni, vile wanataka tufanye. Ikafika lunch. Hapo ndipo Roho Mtakatifu akaniambia leo, today is today. Na mimi nikisikia Roho anasema niongee, siogopagi mimi ni nani yako. Tutajadiliana baada ya Roho kumaliza na sisi. Uniambie vile utanifanya. Niliposikia Roho ameanza kushuka nikasikia nywele zangu zimeanza kusimama. Nikaona manager akaona ni kama ninakaa hivi. Akanifanya hivyo. Chunge.
chakula nikakaa chini, kila mtu akakaa chini. Nikauma kijiko kimoja. Ya pili Bwana akaniambia, tagasa Injili. Ndio nilipiga haleluya ya kwanza saa 7:15. Haleluya! Wasungu wote wakakaa hivi. Manager akajishika hivi. Nikajua tutaonana baadaye. Maana haleluya imeshaenda hewani na imeshatangaza ya kwamba niliongea mambo ya Yesu ni nani, kuokoka ni nini, kwa nini tuache dhambi. Manager anajishika, ninaona kama atapiga duru, lakini namuona tu na macho na sijali. Nikapeana hata sikukula. Nilimaliza saa 8:45. Wazungu walikula hawafanyi kelele yote. Nikamaliza, nikasikia roho amemaliza na mimi. Sasa nikakaa chini nigojea consequences. Kwa sababu nimetumiwa na Mungu, kishote nitalipishwa, wacha nilipishwe. Manager niliona ameniangalia hivi. Kisha kinaenda hivi peke yake. Anasema no, you can't shame us so much. Mtu mwingine alikuwa hapa akaniambia, kuna kitu ulikuwa umwacha kwa ofisi, mimi na suspect hata ofisi hawatakubali urudi. Utaondoka tu hapa uende. Nikamwambia roho akikuja juu yangu na kuanga tayari kulipa gharama yoyote. Mkubwa wa director ni mwanamke. Ndiye ilikuwa awamu yake saa 8 kuongea. Saa 8:05 hivi akasimama. Akasema, before I do anything else, I would like to know who is the manager of that young man. Manager yetu akaenda akasema, it's me, I'm sorry, it's me. Is that embarrassment? Alikuwa anaita embarrassment. Director akamwambia, if these are the people, the kind of people we have in this company, I can see we are going far. We will make it. Wow. Wazungu wote wakasema, yes. Manager dio sasa alisimama straight akasema, he is one of my favorite. Ninaomba na nyuki iwe na watu wanaweza kusensi Holy Spirit akikuja juu yao. Si ukikunywa chai unasikianga kuna kitu kimechange. Mbona ukikunywa Holy Spirit hakuna kitu kina change? Lazima change. Amen. So Biblia inasema usiwe muoga, kuwa hodari. Ukibebwa na bodaboda, ulisa mtu wa bodaboda, na wewe umeokoka, umemkubali Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Ajibu ndio ama hapana, hiyo ni kazi yake, wewe umefanya yako, enda nyumbani. Ukiingia kwa matatu, wewe mwenyewe ndio unatakana uambie, na tuombe. Bwana usigoje wakwambie ndio. Omba. Amen. Enda kwa soko wakati unanunua nyanya upige haleluya moja. Si kila mtu atajua ni nani wanapiga haleluya. Shida yetu ni uoga. Unajua sasa huyo akijua nimeokoka hata anaweza kunisimamisha kazi. Si usimamishwe. Hii kazi ni hiyo tu. Watu wote wanafanyanga hiyo kazi. Simamishwa. Amen. Kuna mtu alienda mbele ya president ambaye alipomuzika anaitwa President Moi. Alienda akapata nafasi ya kusimama mbele yake. Walikuwa wanamsalimia, wana direct wasalimia president, anasalimia, simama hapo upigwe picha, ondoka. Yeye aliposalimia yeye alimwambia, na ninaitwa fulani na nimeokoka, Yesu ni Bwana na nimetubu dhambi zangu zote, nimesamehewa pale msalabani Kalvari. Hii mtu alikuwa anamuongoza akasema, you did not advise him. You did not tell him. Wakienda kumuondoa, Nyayo akasema hapana, wachana naye. Anieleze vizuri. Akaeleza akamaliza. Wale walio nyuma wanasema, dakika yote hapa atamalizwa. President alimwambia, huyo Yesu naamini juu yake na kuamini ya kwamba aliokoa na kuwa Kalvari. Utapelekwa mpaka Israeli uone mahali alikuwa naishi, uone Kalvari ni wapi, urudi hapa. Alikuja kwangu, hata wale walikuwa wanasema wanaaibika, walimsalimia. Aliambiwa aenda uchukue mke wako muende mkiwa wawili. Walilipiwa na president. Wakaenda mpaka Israeli, wakaona Kalvari ni hapa. Hapa ndio Yesu alikuwa naishi. Hapa ndio ilikuwa. Wale waoga ambaye hata wakiletewa bia wanasema sitakunywa, nikikunywa tumbo inakuanga na problem. Hawataki kusema ni kuokoka, wameokoka.
Sasa niwaulize, sisi kwa sababu hatukunywi, ni tumbo inaharibika tukikunywa? Hapana. Ni kuokoka. Abianga watu ni kuokoka. Na ukiona mdomo inashindwa, weka baji hapa inasema born again Christian. Ama kama hauna baji, beba Bible kubwa ile nyekundu padi inaonekana ni Bible. Beba hivi unasema hii ni Bible. Sasa wewe vile unakaa hata mtu ndiye anakupatia sigara. Kama mwingine nilikuwa kwa matatu nimebebwa hii kiti ya mbele. Driver anahakisha sigara na anaendesha gari. Watu wale wako nyuma wakasema, "Wewe na ni mwanaume sio akishia dereva sigara." Mimi ni akisha sigara. Nikajua nimepewa kifunguo cha kuhubiri, niliwahubiria. Dereva alishika hiyo sigara akafinya hivi akatupa nje. Nilihubiri mpaka tukafika nyumbani. Yule alikuwa ameniambia, "Wewe unafanya nini sio akishia?" Aliniambia, "Tafadhali mimi siku anajua ni pastor ninaambia. Hata mimi uniombee ningependa kuokoka." Wewe, story ika change. Lazima tuache wasiwasi na uoga. Na kuona kama kuokoka ni kuwa second class citizen. Hatujaokoka kwa sababu ya shida, ama wewe umeokoka kwa sababu ya shida. Tunaokoka kwa sababu tumempenda Yesu na tumesamehewa dhambi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa pili unatuonyesha ya kwamba mtu akishaokoka awe anajua mambo yale inafanya tusimame na tusisita katika safari. Kwa hivyo namba 1, watu wengi hapa ni uoga inawasubua. Hata mtu nilienda kwa mtu mwingine nikamwambia, "Wewe Bwana asifiwe," kwa kampuni yao bali wanafanya kazi. Alikuja mpaka hapa akaniambia amen. Na mimi nilikuwa nimesema kwa sauti kubwa, "Bwana asifiwe." Fulani hakujibu. Alikuja akapita madeski akapita amen, amen pastor. Akaniambia, "Unajua wakubwa wa hapa hawapendi mambo ya Mungu sana." Akaniambia, lakini nilikuwa nimesikika na manager. Manager akakuja akaniambia, "Mchungaji, umekuja kutembelea kondoo yako?" Akaniambia, "Na huyu haja niambia." Nikamwambia ni kazi kuwa nyingi lakini ni mmoja wa kondoo. Akaniambia, "Huyu kuanzia leo atafanya kazi kwa ofisi yangu kama ni mtu ameokoka." Nilimwambia, "Na ulikuwa unaogopa nini kusema hapa umeokoka? Sema umeokoka kama kinakulana kikulane." Abia jirani, sema umeokoka kule upelekwe mapema. Kwa sababu siku moja utapelekwa vibaya, wewe pelekwa mapema. Baada kusema ati tuseme mimi ni wa kanisa. Mkiwa na nani? Mimi si wa kanisa, ni kuokoka, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Haleluya. Hey, uwe hodari katika imani, wacha kuwa na wasiwasi na uoga. Alafu verse 2 inasema ya kwamba mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, haya uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa. Haya, hapa mstari wa pili natuonyesha kile kinafanya watu waanguke ni kusahau mahubiri. Ate kusahau nini? Haya, wangapi wanakumbuka Sunday kwa kanisa walihubiriwa mahubiri gani? Inua mkono. Unaona ni wachache tu. Hata ndio wahubiri wanakufa moyo. Hata mmoja aliniambia ati aliuliza kanisa Bwana asifiwe, wangapi walikuwa hapa Sunday? Wakainua wote mikono. Nilihubiri juu ya nini? Hakuna mtu aliinua mkono. Kaambia hata ndio mimi naomba Mungu niondoke hapa. Nyinyi mnakuanga watu ambaye hata hamuoni kama kuna kazi. Wahubiri wanakufa moyo wakiona haukumbuki lesson ya jana. Sasa Biblia inatuonyesha ya kwamba kitu mmoja kinafanya tusimame ni kukumbuka pastor alisema nini. Kama hivyo wengine walikuwa kiongozi wa ibada hapa alikuwa anatuambia alisikia nimesema nini. Nilikuwa naspea wanaume changamoto ya kuamka mapema. Wawache kulala sana wakajenge taifa. Wakilala sana watandike kitanda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unatakikana wewe uwe na mahubiri umeweka kwa memory. Si mimi nasikia tuibo tuingine ya dance bado iko kwa kichwa yako na uliokoka zamani. Umenyamaza hivi unasikia mpenda wangu. We, na umeokoka. Mbona unaweka memory baya hivyo na memory mzuri haina? Lazima uweke mahubiri kwa kichwa yako. Shida ikifika unakumbuka tuliambiwa ya kwamba mlima
unaweza kuondoka hata kama ni mkubwa namna gani. Tuliambiwa na mtumishi wa Bwana. Ndio Paulo anasema, mambo yale mmesikia mimi nikisema mbele ya washahidi wengi, mambo haya ishikwe na iambiwe watu wengine waaminifu. Kitu cha pili hapo katika hiyo mstari ni Mkristo mwaminifu, ya kwamba tunaweza kukutuma na pesa nyingi pale town ukanunue vitu na usikule. Siku hizi hata Mkristo unaweza kumuita umwambie, my mother nimesikia ni asikii vizuri, na kwa sababu unaenda huko mpelekee hii pesa. Mkristo atakupigia simu akiwa jiani, akwambie hata afadhali ile pesa ulinipatia, maana mguu wa gari umetoboka nikanunua mwingine. Paka unanyamaza hivi, unashindwa nani mwaminifu. Siku hizi hata mzee na ameokoka hauwezi kumwacha na msichana. Utakuta mmeongezeka kwa family. Sasa lazima uangalie mtu kila wakati ukikaa. Halo uko nyumbani haya piga shot hiyo nisikia, piga shot hiyo nisikia uko nyumbani. A flash. Na wale wako na simu za kisasa, unamwambia basi weka kamera, jishukue, haya angalia pale ya kabubudi nione, ni kupaya. Paka sasa ukiona mtu anaongea na mke wako pale, lazima uende haraka, maana unajua hawaongee juu ya hewa. Wanaongea juu ya mambo mengine. Watu waaminifu hakuna, ni wachache. In fact Biblia inasema kuna siku itafika watu waaminifu wakosekane dunia mzima. Faithful people. Mtu ambaye anaweza kuwa mwaminifu hawezi kufanya makosa. Mtu ambaye ukimwaminia kitu ataweka hivi. Mtu mwaminifu kwa mume wake, mwaminifu kwa mke wake. Niliona dada mwingine alikutwa na mtu pale na nikumchezea, akamwambia, na wewe umeolewa? Mimi natafuta rafiki mwanamke. Akamwambia mimi nimeolewa, mimi siwezi kuwa rafiki yako. Karudi kwa mfuko akatoa shilingi 200. Umeolewa? Akasema tuseme tuseme tunakaa pamoja. Ile jamaa akaongeza 1,100 zikafika 1,300. Akaulizwa umeolewa? Akamwambia hata sijaolewa, mimi ni single. Hiyo ndio dunia tuko. Watu waaminifu hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu ukimfanya mkubwa wa kanisa kama hii, anafukuza watu na haujui anawafukuza. Anawaambia enda. Akiona mtu anakaribia pastor, anaona haya huyu atanitupa nje, anaenda anamwambia uende kabisa. Pastor amenituma, ameniambia ameona ukiwa na mapepo juu yako, uende kabisa. Sasa watu wanafikiri ni pastor amesema na nini, jamaa anafukuza. Hakuna mtu mwaminifu. Paka ukiweka watu kuhesabu sadaka, unaomba tu Mungu, Baba ile itabaki ndio yangu. Maana majudas wako wengi. I hope hapa kuna matresha wa kanisa. Unaiba pesa ama unaleta vile zilivyo. Watu waaminifu. Ukiwasha mtu kwa duka yako dakika 5 mwambie niangalilie hapa kidogo, nikibia pale nirudi. Baada ya kufunga milango anakibia. Wewe mtu umewacha hapa, atakufanya vitu ambaye hata siku ya kiyama ikifika utaona vile alifanya, umwambia Jeni ulifanya hivi wakati nilikuacha. Hakuna watu waaminifu. Paka saa hii ukiwa na mume mzuri tunakuwa advise usiseme. Usisimame hapa useme Bwana asifiwe, mume wangu ni wanaume wale hawananga mambo mengi, utanyaganywa. Watu waaminifu hakuna. Ukisimama useme mke wangu ni mzuri, hii utaona ameanza kusalimiwa. Kufunga jisho kufungua. Anakuambia sikujui, sikubuki, tulisoma na wewe. Nani mke wako atakuuliza kama mlisoma na yeye, ameingia kwenye laini nyingine. Watu waaminifu ndio watashinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba kuwe na watu waaminifu. Mstari mstari huo mwingine unasema mstari wa 3. Mstari wa 3 unasema wewe ni askari. Hata wewe ni nani? Hata wale askari mnaona wakiwa hapa, hata yule ametoka hapa kuongea, wote ukiwauliza wanakuanga na tabu. Ni vile hawawezi kustrike. Wanakuanga na tabu nyingi.
Na tangu wakati wa Yesu mnajua vizuri, askari hata Yohana alikuwa anawaambia watosheke na mshahara, maana haikuwa kikubwa. Ni kweli ama si kubwa? Ni kweli ama si kweli? Si Yohana aliambia askari watosheke na pesa zao? Kwa nini? Ni kidogo. Hata askari watchman, unaona watchman wengine wanalala kwa kiwanja mchana, jioni wanaenda kazi. Pesa kidogo. Kwa hivyo kama Biblia inatuita askari, ni kusema ya kwamba tuko na uniform. Hiyo number one, tuko na uniform. Hatuwezi kuvaa nguo vile tunataka. Unajua watu wengine mnasema mmeokoka, lakini hiyo nguo umevaa inakataa askari. Hiyo ni ya civilian. Ni ya mtu ambaye hayuko askari. Askari hafaangi vile anataka. Hata mimi sasa kwa sababu ya hii hali ya hewa ninasikia joto sana. Ningekuja na t-shirt na miwani niwekelee hapa. Kwa nini nilikuja nimevaa nguo ambaye ni suti, ninasikia imenishika kwa sababu ya joto? Mimi ni askari. Askari hafaangi nguo zile anataka. Anafaa nguo zile ameambiwa afae. Amen. Na kwa hivyo kama sisi ni askari, ni lazima tuangalie ni kitu gani kinafanya askari asitasite. Askari anaweza kusitasita akikutana na classmate ambaye ameendelea sana na yeye bado ni askari. Asimamishe gari, kuangalia ndani, ni classmate. Anamwambia sasa, mimi nafanyanga hii kazi, hata hii gari ni yangu na zile ziko mbele na hizi ziko nyuma. Askari anawashwa hapa akisema, sasa kwa nini nilikuwa askari? Kwa hivyo Wakristo wengi shida yao kubwa ni kulijiriganisha na watu wale wameendelea. Unajuaje kama huyu ni mwizi aliiba ndio apate hizo gari zake? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna Mungu anaweza kukuangalia aone utazamo yuki. Ushidage police station. Akunyime msee ndio usilete mkora. Na wewe unaleta shida nyingi hapa na Mungu aliona. Sasa mama huyu ni wa kanisa. Ile bego iko kwa mwili wake italeta mkora. Washa akae bila mtu. Na wewe una shida hapa. Mimi na shida hii, wokovu ni gani? Hata Yesu akubuki mimi ni mwanamke. Anakubuka na ndiye alikunyima mtu. Usituzalie mkora hapa. Inabidi na polisi wote hapa na nyuki. Mliona kuna mama ambaye mtoto wake alikufa na polisi akakuja kumuona. Akafurahi. Akasema wacha akufe. Huyu amesubua, hata mimi ameniibia kibeti yangu na shida kwa mgongo. Nikaona kama ni mimi ningekuwa na panga, hangezaa mkora. Ukiona Mungu anakosa kukupatia mzee haraka, kuna sababu. Na watu wengine Mungu anaona badala ya uaibishwe hapa na nyuki ukiwa divorced, anaona ukae single. Na wewe unaleta shida ukisema, Bwana Mungu, kama hautaleta mzee mwaka huu nitaenda kujitafutia. Enda ujitafutie. Mungu anakataa kukutafutia kwa nini? Kwa sababu anaona utateseka. Bwana asifiwe. Masigo mko hapa. Na hii wanawake wanakuanga kwa viti ya mbele ya kanisa. Kwa nini watu hawawaoi? Mimi nashindwa sana. Si hawa ndio wanawake wazuri? Wanajua neno. Nafikia ni kwa sababu ya kutuongoza. Wanasimama hapa wanasema, kanisa simameni. Unaona huyu nikipeleka nyumbani atakuwa ananiambia, Mose simama. Kanisa fugeni macho. Utakuwa na Mose fuga macho. Kuna kanisa na kuna nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. So usikufe moyo ati umeongoza ibada miaka nyingi sana na haujapata mtu. Wewe jipe moyo. Hata kama haujapata mtu, utapata wakati wako ukifika. Amen. Na kibiblia mwanamke anaweza kuzaa mtoto akiwa na miaka mingapi? 90. Sayansi inasema 45, 50. Na mimi nimeshikanisha harusi ya mwanamke wa miaka 50. Na watu wakaongea vibaya, wakasema ni makosa sana kushikanisha harusi kama hiyo. Mzee alikuwa kama 60 hivi, mama alikuwa 50. Wakasema kwa nini unashikanisha harusi kama hiyo? Hata hiyo mzee hakuna kitu atapata. Huyo mwanamke na walizaa mtoto. Mpaka watu walienda hospitali kuona mtoto wa shushu. Na huyo hakuwa shushu, hakuwa amepata mtoto bereni, hata hakuwa amepata bwana.
Mungu aliona aolewe akiwa na 50, apate mtoto akiwa na 50, aokolewe na mashida mengi ya kuzaa mtoto mapema. Unajua wanawake wengine wako na shida kwa sababu ya kuzaa mtoto mapema. Unazaa mtoto na hii mifupa haijashika, anakuharibia. Mtoto anakuja na anatoka, lakini na wewe unawasha ukienda kliniki na kukunywa dawa hauachi kukunywa. Mtoto alikuharibu. Ulizaa mtoto mapema ukiwa na miaka 15, 6, 7 na 8. Ndio unaona sometimes Mungu anakataa kufanya haraka vile unataka. Maana anaona ile shida utapata. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine alikatazwa sana akaambiwa asioe mama fulani. Alileta shida mpaka akasema nitawaua wote nioe. Wakasema oa usituue. Oa. Alioa yule madam by force by fire. Hata pastor alishikanisha na nguvu. Unajua ni nani alikuja kumuua? Huyo mama ndiye alimuua. Sasa watu ndio walikuwa wanasema angalia tulimkataza. Ameuawa bure. Na mama akasema hata akifufuka naweza kumalizia mara ya pili. Mama iko jela mpaka leo. So ukiona unakatazwa na Mungu, Mungu anakataa uolewe, uoe ufanye nini? Usilete shida, vumilia mambo masitu. Bwana Yesu asifiwe. Vumilia. Na kwa hivyo kulingana na neno vile linatuambia hapa, linatuambia kwamba ushiriki tabu pamoja na mimi kama askari mwema wa Kristo. Mtu akiokoka kuna tabu atapata. Maana hawezi kufanya kama watu wa dunia. Hawezi kuiba. Hawezi kunyang'anya watu vitu. Lazima ushiriki tabu. Tabu ingine inakuja maana hakuna mtu anataka kuajiri mtu ameokoka. Tabu ingine inakuja kwa sababu hawezi kuiba. Na majority ya wenye dhambi huwa ni waizi, wanaiba. Hata mimi siku zile nilikuwa mwenye dhambi, nilikuwa naiba. Na ningependa niulize kama hapa kuna mtu hajawahi kuiba kitu. Inua mkono. 1 2 3. Angalia sisi zote ni former thieves. Kuanzia mimi mpaka nyinyi. Kwa hivyo sasa kwa nini tuliiba? Ndio tusaidike. Sasa tumeokoka, ndio mambo mengine hatuna, maana hatuwezi kuiba. Lakini kama ulikuwa unaiba kule duniani, ulikuwa thief, alafu uokoke, tena utakuja kuiba hapa fungu la 10, unaweza kukaa uibe mzee wa mtu ama uibe mke wa mtu. Mwizi wa mzee na mwizi wa simu ni mwizi gani afadhali? Ni wa simu. Na sasa unaweza kuwa kuna mama iko hapa na ni mwizi ya nani? Ya mzee na ako hapa tu akisema amen. Na aliiba mzee. Mzee ni kama simu gapi? Wacha niwaje hiyo maneno lakini mimi wadabia watu biguni ni wapi? Ni bali. Unaweza kuiba kitu na unaona Mungu haulisi kwa sababu anakungojea mbele. In fact kuna mahali Biblia inasema ninawangojea siku ya kiyama watanijibu maswali. So kuna mambo unafanya hapa duniani haulizwi, anakungojea kule mbele. Kwa hivyo wale wa Kristo mnateseka hapa, umepitia mambo magumu, watu wenu hawakuelewi, mpaka unaona ni kama hawataki kukusalimia. Pesa haipatikani haraka, hiyo ndio tabu ya askari. Hawapatagi pesa haraka. Hiyo ndio tabu ya askari. Wanalala nje, sisi tukilala ndani. Mmesikia mpaka polisi hapa vile ametuambia ati tutakuwa safe hapa, imagine. Kwa hivyo nikusema sisi tukiwa tumekaa chini, wao hata hawafungi macho. Nikisema tufunge macho na angalia kwa polisi wote naona wameniangalia. Mpaka siku nyingine niwaambia nimesema tufunge macho, hawakufunga. Kasema sasa hii watu kwa nini hawafungi macho? Baadaye niliwauliza hamsikiagi Kiswahili vizuri, wakaniambia tukifunga macho mtu anaweza kuibiwa kibeti. Sasa hii mateso yote ni askari. Kwa hivyo ni kusema we are different. Sisi ni tofauti na watu wa dunia. Hatukunyi shanga kama wao. Hatulali kwa wenyewe kama hawa. Hatuibi kama hawa. Lazima tukubali kuteseka kama askari. Maana sisi hatufanani na wao. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi wakati wetu ukifika Mungu anatubariki mfululizo. Wanarudi kuuliza ulifanya nini? Unawaambia ni kuokoka. Kama leo mimi kuna watu wananiulizanga nilifanya nini, maana
Walinishukia mpaka niliona kijana mmoja akiwa kwa duka, tulikuwa tunasoma pamoja. Nilichukua na njaa, nikafikiria nitaenda kwake nimkope soda ya Fanta na mkate, nikule yote, nitalipa baadaye. Kulikuwa na matope, nikaanza kuruka matope, nikaruka nikafika kwa mlango ya duka yake. Nilikuta ilifungwa bila mimi kuangalia. Nikauliza mtu alikuwa hapo, "Hii duka haikuwa imefunguliwa?" Akaniambia yeye ikafungwa, saa hii tu imefungwa na mwenyewe ametoka, ndiye huyo ameenda. Paka nasikia machozi kutoka siku hiyo, nilisikia kama machozi itatoka. Na hiyo kijana baadaye tulikutana mahali, nikamuuliza, kabisa, uliniona nikikuja na unajua vile nimeteseka, sina kazi, nimeokoka, mimi sifanyi madhambi. Akaniambia nilikuangalia nikajua unakuja hapo kuniambia na tuokoke, nikafunga. Na mimi sikuwa na kifunga. So ukiwa umeokoka kuna milango utafungiwa, lakini Bwana atafungua ingine yake mwenyewe. Kwa hivyo jipe moyo. Haleluya. Ukiona tabu katika wokovu, acha kuleta shida nyingi za kusema nitarudi nyuma. Hata fulani alirudi nyuma na sasa ako na mzee na watoto wawili. Wewe acha mambo mengi. Ni yeye alirudi, sio wewe. Fulani hata alianguka, hata hakuagi ameokoka vizuri, na ninaona hata pastor anamwekelea mkono. Sisi tunawekelea watu wote mikono, maana hauwezi kuuliza mtu wewe ni mshawi. Na wewe unakunyonga po, unawekelea kishwa tu, ukiona kishwa. Hata kuna mtu aliniambia, wewe unasemanga ati mtu kupata watoto nje ya doa ni makosa. Nikamwambia sio vizuri. Akaniambia, na mbona uliwekelea watoto wa fulani mikono na alisaa ije? Paka unashido sasa. Tutakuwa tukipanga watoto laini, tunasema watoto wote wanaletwa hapa, mkuje na birth certificate ndio tuwaombe. Tutafanya nini? Hata my sister aliniletea kama mtoto amezaa ije hivyo. Akaniambia dedicate mtoto. Nikamwambia ati ni dedicate mtoto. Na ni nani baba yake? Akaniuliza, nikuuliza my brother pastor, mtoto ni wanaume wanapeana ama ni Mungu? Na niuliza swali linanichanganya akili. Maana nikisema ni Mungu, ataniuliza na kwa nini unaniuliza mtoto na Mungu amepeana? Na kweli ni nani anapeana? Ni wanaume ama ni Mungu? Inaonekana hata nyinyi hamuchiki vizuri exactly watoto wanatoka wapi. Lakini hii ni mateso ya mwanamke akiwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na pesa utateswa na watu. Kama wewe ni askari wa Kristo, tutataka kukukopa. Tukiona uko na pesa tutataka hata sisi kukula. Na Suleiman alisema pesa ikiongezeka wenye kukula wataongezeka. Ukinunua kiroli kinakujanga na watu wa kukikula hiyo kiroli. Usiwe mshoyo. Kama umenunua ngari kuna watu wa kuikula. Kama Mungu amekubariki na nyumba kubwa, kuna wasichana watakuja kufanya kazi huko na jamaa ya kufieka wakule. So uwe na moyo mzuri ya kwamba ukiongeza vitu lazima sisi tukuje kutukule. Na ukiokoka kwa kanisa moja hapa na Nyuki, tuone uko na pesa nyingi, Mungu atakupatia pasta wa kuzikula. Maana hauwezi kukula peke yako, unakulaje peke yako? Sasa lazima pasta akupatie kazi. Wewe mama, Mungu wewe unakaa pale pamoja na mimi, haleluya. Na ni Mungu anamwambia, maana uko na nyingi naye pasta hana. Apate kwa kufanya nini? Shida ni kwamba hamtaki pasta akule. Na unajua pasta ambaye ako na njaa atatulaani. Pasta kama haja kula chakula anaweza kulaani watu. Nasikia akisema Bwana asifiwe, hii nyumba ya Mungu iko na laana na iko na baraka. Huyo mzee haja kula kitu jana. Mzee ameshiba, anaingia hapa anasema haleluya, leo watu watapona. Huyo ni mtu ameshiba. Leo kuna watu watabadilika, sema nitakuwa different from today. Huyo mzee hana shida. Lakini mtu ako na shida. Bwana asifiwe. Kuna watu tutazika. Amen. Ni njaa na shida nyingi. Abia jirani, kuna shida utapata kwa sababu ya kuokoka. Usiwashe wokovu. Usiwashe. Haleluya.
Wasichana wameokoka wanaweza kudirie kuolewa. Usiwashe wokovu. Ngojea mtu yako. Amen. Sasa ukifanya haraka haina baraka. Ngojea. Mungu atakupatia nyumba, lakini wakati wake ukifika atakupatia manyumba. Na alisema kwa watu wale wanampenda, nitawapa nyumba ambazo hamukujenga. Nitawapa mashamba hamukununua. Lakini kabla upate hiyo, lazima ungojee na uteswe kidogo. Naye mateso ikikuja inakupatia character, tabia. Mkristo ameteswa anakuanga na tabia mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kuona msichana ambaye hana mtoto akianza kusalimiwa na mwanaume hivi anachezewa, anakaa hapo achezewe. Na madam ambaye amepata mtoto mmoja anaenda nyumbani. Anaenda. Maana anajua hiyo mchezo mtoto wa pili. Ni madam ameteseka. Ndio unaona madam wengi tukimaliza ibada kwa sababu ya vile wameteswa, unawaona jiani. Hata saa hii nataka kumaliza kabla giza haijaingia. Maana kuna watu wataniwacha hapa na sikupenda kwao. Waliteswa kwa giza na wanaona ndio hiyo giza inaingia. Hata kama Bishop anaongea. Lakini yule hajateswa anasema haleluya. Twende nje, hewa ni mzuri. Kama hujateswa, wewe ndio unachezea dunia. Mtu ameteswa na ukiona Mkristo iko na nidhamu, ameteswa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu iko na maheshima, amekamatwa na watu, amefinywa, akawa na heshima. Na kwa hivyo mateso usiyashukulie vibaya. Look at the positive side of suffering. Amen. Na mateso Biblia inasema inaleta patience, uvumilivu, kuacha haraka. Mateso inakufundisha uvumilivu. Watu wale ambao mnataka kufanya kazi kama hii ya Bwana, lazima mteswe kabla, ndio msikuje kututukana mkiwa hapa na microphone. Unateswa ukiwa huko mpaka unatukana na matusi yote inaisha. Mpaka mtu akikuteza unamwambia Mungu akubariki. Wewe sasa letwa hapa. Hata Wakristo wakikutesa, hata watu wa dunia wakikutesa, unasema Mungu awabariki. Mimi sikuagi na ubaya na nikoteswa. Lakini mtu hajateswa anasimama hapa. Bwana asifiwe. Wacha nikuambie, mimi naweza kukuombea ukufe. Amen. Ujue unajua nani alimpeleka hapa na hajateswa? Kuna watu walitutesa tukiwa washirika. Unamuombea mara 7 akufe na hakufi. Mwisho unambariki. Saa hii uko kwa mateso, jipe moyo. Saa hii hakuna mtu anataka kukuona, jipe moyo. Saa hii madeni ni mengi. Nawe ukilipiwa madeni, siku ile utakuwa na pesa, hautajidai. Amen. Saa hii una mateso, umewashwa na kamtu. Kuna dada mwingine niliona kwa kanisa, ninasema tufunge macho na yeye hafungi. Nikatoka pole tu nikaenda kwake. Wewe nasema tufunge macho na ufungi. Akaniambia Joyfully aliniacha. Nikaona hiyo mateso. Kuashwa na Joyfully. Kama haujawashwa na mwanaume, utashika mwanaume rahisi. Lakini ukiona mama anashika mwanaume hivi, anajua kuashwa ni nini. Na pengine kwao aliona mama yao amewashwa. Ndiye anakushika hivi. Paka anakuwa ukikohoa anasema yo. Nikuchika. Maana ameteswa. Ambia jirani ukiteswa utasimama imara. Lakini sasa ukikataa mateso, lazima upewe maji na madifaina. Mtu kama wewe unakunywa kibuyu kizima saizi hii ya maji. Unaulizwa ni ya nini? Niliambiwa na mtumishi wa Mungu niwe nakunywa glasi 3 kila siku. Na ninaoga na ile ingine. Dawa ya mateso sio maji ya kuoga na kukunywa. Dawa ya mateso ni kuvumilia. Vumilia. Haleluya. Kuna mtu sahihi mkubwa kuliko wewe na anakutesa, vumilia. Na wewe utakuwa mkubwa siku moja. Sasa mimi kuna watu walikuwa wakubwa wangu, walinitesa sana nikihubiri. Walikuwa nikihubiri wananifinyilia sana. Lakini leo hawako, mimi ndiye tena mkubwa. Kwa hivyo afadhali nilivumilia. Ningefanya haraka tutukanane nao, wanifukuze niwaambie hivi, leo ningekuwa na shida nyingi. Lakini nilivumilia. Paka kuna mtu mmoja aliniuliza, unakuanga mjinga, hausikii unatukana na fulani? Nikamwambia huyo ni mzee kuliko mimi na miaka nyingi.
ataenda mbinguni mbele yangu. Wacha tugojee aende. Na miaka 20 baadaye akaenda. Sasa ninatukanwa. Si baada ya kutukana wanasikia watu wananisifu hapa akinikaribisha. Tunataka kukaribisha Archbishop. Mimi sikuwa naambiwa hivyo. Kwa naambiwa kuna kijana mwingine anafanya hivi na Mungu, kuna kijana mwingine iko hapa. Unakuja unahubiri ukiangalia mkubwa hivi. Bwana asifiwe, kama vile Yesu alisema, glory to God. Na ukimaliza ukikaa chini anasimama anasema hapa, Bwana asifiwe. Hiyo mahubiri yote ilikuwa kwa mwili. Amen. That is how we grew up. Tulivumilia. Wale walisema hivyo hawako duniani. Sasa ndio sisi tuko. Amen. Na wale mmeolewa wadada, kama bwana yako hajui kuongea, hawezi kumfundisha na mwezi mmoja kuongea. Anataka miaka 10 achike laini yako. Unaongea hivi, unaongea hivi. Unalala umefura. Tafadhali vumilia. Yeye mtu mpe miaka 10. Ataongea mpaka anaulizwa, na nyinyi mnaongea kama sister na brother, ni miaka 10. Unajua wanasema watu wakioana muda mrefu hata uso inaanza kufanana. Ni hivyo. Vumilia. Kwa hivyo yule alikuwa anataka kutoka kwa doa. Enda umwambie umebadilisha mawazo. Enda nyumbani upikie mtu chakula. Haleluya. Na watu wanafikirianga mzee wa fulani ni mzuri kuliko wa kwangu. Wazee wote si walitolewa mahali pamoja? Kwani kuna udogo ya Waafrika na udogo ya wazungu? Sisi zote tulitolewa kwa mtu mmoja, Adam. Kwa hivyo tunafanana. Ni vile yako iko karibu na wewe ndio unaona iko magnified. Huyu unaona ni mzuri, ako bali. Kuna dada alikuja akaniambia sasa nataka ifike mwisho mambo yale nimefanya. Nikamuuliza umefanya nini? Akaniambia nimeolewa na wanaume 9 na sasa nikakuja hapa kukuambia nataka kuolewa na mwingine wa 10 na huyo sasa ni wa final. Mimi nikamwambia mimi naona uachane hata na huyo wa final. Kwa sababu wewe dhambi zako ni nyingi sana. Akaniambia huyo wa final ni pastor. Nikamwambia hawa wanaume wote 10 shida yao ni gani? Akaniambia wa kwanza alikuwa mrembo lakini hataki kazi. Unajua kuna wasichana wanaolewa na mtu mrembo bila kuchunguza kama anapenda kazi. Na kuambia unafanya kazi peke yako, anakukumbusha na nyumba haujalipa. Na wewe ukae na hiyo urembo. Ya pili akaniambia huyo alikuwa anapenda kazi sana, naye hata ukimuongelesha haongei, unakaa kwa nyumba kama uko peke yako na mko na mtu. Watatu akanieleza, watatu naye huyo tuliowana tu kidogo hata hatukukaa kwa sababu ni watu wale wa kupiga mtu. Waine naye wakati tulisikizana hata tulienda kwa kanisa tuliombewa na mhubiri mwingine, na naye nilikuja kugundua ni watu wale ambao usiku wanangorota usiku wote. Nikaona sasa hata silaragi usiku. Mpaka nikashindwa sasa. Atatolewa wapi malaika amuoe na wale walioa walifungiwa na Mungu pale Euphrates? Si walifungwa pale? Imeandikwa. Atatolewa wapi hiyo? Ukiona mwanaume ujue ni mzuri pande moja, pande hiyo ingine si mzuri. Suleiman alisema katika wanaume 1000 nilipata mmoja tu mkamilifu. Katika wanawake 1000 sikupata hata mmoja. Kwa hivyo ukioa ujue hakuna mdada mkamilifu. Mrembo naye hapendi kazi. Mgongo hapana. We hamuoni wa mama wengi madaktari wale wanasema I am doctor, sura si mzuri. Naye akili iko huko. Wale wako na sura mzuri. Ulifika happy fountain. Msichana mrembo tunawidwa mapema from 2 kako na mimba. Naye huyu anasema I'm Dr. Florence. Naye unaangalia ule ni mwanaume ama ni kila mwanamke ako na kile ako nacho kizuri. Haleluya. Unajua kuna wengine mnatafuta mwanamke mrembo. Mwanamke mrembo anakujanga na shida nyingi. Kwa sababu ukikosa kumnunulia nguo, hakufishi. Anakuambia Francis yule tulikuanga naye zamani,
Alisema hizo nguo atanunua bili. Hata ninakataa tu maana ninasema nikupatie chance ununue. Paka unasema nitaua mtu. Mnaingia kwa matatu. Unaambiwa mke wako amelipiwa, ni wewe tu utalipa. Unauliza nani amelipa? Nani amelipa? Lakini ulioa mrembo lazima alipiwe matatu. Hata ni dereva amelipa. Utafanya nini? Boda boda haimlipishi na ni sura tu. Wanawake wako na sura mzuri. Wanalipanga boda boda na nini? Na sura. Wanapea boda boda smile. Na unaitwaje? Utalipa. Naye ukitaka kujua watu wale wako na vidoda haviponi ni wanawake warembo. Wamewekwa vidoda na watu. Ukikuja kwa kanisa unaona analia mfululizo. Kwa nini unalia mwanamke mrembo? Mimi afadhali nikufe. Yule ambaye hana sura anasema tu haleluya Jehova ramba baba baba baba. Maana hana kidoda. Ataweka kidoda akipelekwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapana tafuta. Nisikia kijana mwingine akiniambia mimi pastor na hii ndio akalinipatia karatasi hii ndio qualities nataka kwa wife unisaidie kuomba. Ameandika number 1 awe mrembo, number 2 apende watu wetu, number 3 awe anapenda kufanya kazi awe na pesa, number 4 tuzae na yeye watoto 5. Mimi nilimwangalia nikamuuliza kijana kuja hapa, unataka kuoa wanawake 10? Akaniambia ni mmoja. Nikamwambia hawa ni 10. Hawezi kupata hii kwa mwanamke mmoja. Ama unaweza kupata? Hapana. Anapenda kazi naye hata kuletea watoto. Akileta bili anakuambia kuisha. Na wewe unasema unajua sasa my brother yule alinisomesha nilimwambia nitamzaa. Unaulizwa mumzae mkiwa na nani? Na unasema my grandmother ananiulizanga tutamzaa lini? Na grandfather naye alisema nisikufe kama hatujamzaa. Na sasa hiyo mumezaa baba na mama. Na anakuambia na ujue your dad haujamzaa na alituambia tumzae. Hey, watoto wanafika 8. Bwana asifiwe. Na wadada wengi warembo hawapendi kazi. Ni kweli ama si kweli? Kwa sababu makusha hiyo kuosha sufuria haiwezi kuingiana. Na nywele unaweza kuinama kwa ngazi ishike moto. Na nguo ya wenye pesa haifanani na nguo ya mafiriri ya? Nguo ya mafiriri unaweza kuruka hata naye sengenge. Nguo zingine lazima usunguke mwisho. So uelewe. Na wale wanasema mimi nataka mwanaume ambaye ako na akili, atakuwa leader. Hakuna wanaume wako na akili na leadership na nini. Mtu anapeangwa moja, hizo zingine mnavumiliana na mama. Amen. Sasa niseme nini? Kwa hivyo mvumilie shida kama askari. Bwana asifiwe askari wa Kristo. Vumilieni shida. Haleluya. Na sasa niko karibu kumaliza. Na mimi nilikuwa leo nataka mshike ya kwamba shida zingine hazitaondoka, utakuwa nazo siku nyingi. Uvumilie. Kama mtoto analeta shida mvumilie awe mkubwa. Aende atafute kazi na atafute kwake. Sio kushida hapa ukimwambia nitakushoma na jiko. Wewe unashoma mtoto na jiko ya nini? Take time. Awe mkubwa. 18. Aende. Akwambianga ninakaa Nyeri. Mam, nimekodesha nyumba hapa Nairobi. Lakini sasa wewe unahikika, mimi hata naweza kukumaliza, hata mimi naonanga kama wakati nilienda kukuzaa nilibadilishiwa. Wewe wachana na kubadilishiwa. Vumilia, mtoto hawezi kuvutwa awe mkubwa haraka. Vumilia, kavumilie, kaonyeshe uzuri, kaende, kafanikiwe, kakuache. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati mtoto wako mdogo unaona kama utakaa naye milele, kuna siku utakuwa unawaambia, "Halo, mtakuja Christmas hii?" Anakuambia, "Mom, tutajaribu ya mwaka ujao." Hey! Ukumbuke, kuna wakati inafika kama hiyo. Kwa hivyo wakati uko na wao uwavumilie, usiwaite majina mengi ya kidunia. Kwa mfano kuita mtoto shaitani si mzuri.
Wewe unakuanga shaitani. Unasikia? Hata mimi nimesema unakuanga nini? Mtoto anarudia nyuma yako shaitani. Hiyo shaitani nakwambia itakusubua nyumbani. Na nyinyi mkiwa wadogo mlikuwa mnatukana namna gani na mama yenu? Umewahi kuitwa nyakanga? Ng'ombe. Wasimu. Hauna akili. Sasa unaona huko mtukubwa hapa na vile imekusubua hiyo akili, maana uliambiwa na mwenye kukuzaa hauna. Sasa ndio na wewe usifanye the same kwa watoto wako. Waite majina mazuri. Haleluya. Sasa sijui nisema nini, lakini nitakuja kuongea mambo hayo siku nyingine. Lakini tunaangalia mambo ya shida. Mstari wa 4 unasema hakuna apigaye vita ajitiae katika shughuli za dunia. Kama unataka kuwa askari mzuri, shughuli za sabi za dunia wachana nazo, utakuwa askari mzuri. Lazima ulipe gharama ya kukosa kufanya vile dunia inataka, utakuwa askari mzuri. Ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Na mtu akishindana katika michezo hiyo na verse 5, kama unakuwa kwa games, lazima ukimbie na line. Usiingie line ya wenyewe, utashindwa. Lazima uingie kwa line yako. Kwa hivyo hii ni kusema ya kwamba kila mtu aheshimu mwenzake. Mtu yule ako kwa kanisa ukiona amepelekwa mbele yako, mheshimu. Kuna kama msichana kalipewa kazi ya kuongoza ibada. Tauni nyingine nilikuwa nahubiri. Na mimi nilikuwa nasikia kabisa nimeitwa na Mungu. Lakini nashindwa nitaanza wapi? Ni nani atanisikia ajue nimeitwa? Na hakuna mtu anaona nimeitwa. Hata wengine nikiwaambia nimeitwa, walikuwa wananiambia ni ndoto za Kenya. Na zinakuanga free. Nikafika Ranchawa ya interdenomination, nikaandika kanoti. Brother Harrison ako na ushuhuda moto moto. Na ni msichana huyo alisema, yule ako na ushuhuda moto moto, uandike karatasi, nitakupatia time. Nikamwandikia. Akasema Harrison uko na ushuhuda moto moto, nikienda kuamka akasema nitakutafutia kesho kama nitapata nafasi. Ranchawa zinaenda the whole week. So aliniambia hivyo kila siku mpaka ikafika Friday. Na hakuniita. Aliita watu wengine, sijui alitumia kriteria gani. Nikamwambia Mungu, na nilikuwa nafikiria hapo ndio nitaigiria. Pamepongwa na ule msichana. Nikamwambia Bwana, huyo msichana ndiye anafunga. Bwana akaniambia wachana na msichana wa wenyewe. Mtu haigiangi mlango sijafungua. Nilikuwa nataka kumuinukia. Umewahi kukaa chini unataka kuingia mahali kwa kanisa, mtu wa kanisa anasimama. Si maombi yote unatoa kwa shaitani unaleta kwake. Baada ya kukemea shaitani unakemea yeye. Bwana aliniambia niwachane na msichana. Jia hajafungua? Hajafungua. Nilisoma Ranchawa mwaka mzima. Nilikaa mwaka mwingine ninasoma. Alafu siku moja nimefanywa muujiza mkubwa. Watu wale walisikia wote, wakapeleka mpaka kwa mapasta. Na watu wakasema huyo kijana ambaye ametumiwa kufanya muujiza usio wa kawaida anakujanga hapa Ranchawa. Nikiwa nimeketi pale, hata nimewacha kuandika karatasi ya ushuhuda moto moto. Maana sitapewa. Wakati waliongoza, hilo dada tu ndiye alikuwa wakaongoza, wakaita wahubiri. Mhubiri aliposimama alisema hapa katikati yetu kuna mtu anaenda kuwa mtumishi mkubwa sana wa Mungu. Na juzi Mungu amemtumia kwenye kijiji fulani. Amefanya 1 2 3, watu wote wametetemeka. Miujiza imefanyika ile haijaonekana. Na huyo kijana ako miongoni mwetu. Yeye ndiye atatuhubiria leo. Na mimi nikakaa vizuri nione ni nani. Akasema anaitwa Harrison Ng'ang'a. Nikasimama. Na ni vizuri kama unasikia umeitwa, uwekage mahubiri 2 3 hapa kwa kichwa. Unaweza kuitwa ghafla na upewe microphone bila nyimbo. Nikasimama nikahubiri ujumbe nilikuwa nimeweka kwa moyo wangu. Sasa yule msishana kuanzia hapo akawa ndiye mdogo, mimi ndiye mkubwa. Maana nilipomaliza kuhubiri, watu wote walisema atuhubirie mwezi mzima. 1 month. Na ni dini zote, wahubiri wote wako hapo na makanisa yote. Sasa yule msichana ni mimi alikuwa anauliza, nipe mtu mwingine ushuhuda kabla hujasimama. Nimwambia hapana. Waambie watapewa kesho. Sasa utafanyaje? Nataka kuambia Mungu atakutengenezea njia, washa kupigana kanisani.
Mungu atakutengenezea njia. Haleluya. Hata ukiona mtu ameenda mbele yako, washana naye, wacha kumuita kiasha. Ngojea ufunguliwe mlango. Amen. Wacha kusema mimi najua tu bishop wetu, najua ndiye ananifungia. Kwa siri sana. Najua kwa siri bishop hawezi kufunga mlango, Mungu amefungua. Ile kitu unataka ni kuingia, milango hakuna. Ndio unaona bishop. Ndio unaona pastor. Ndio unaona choir leader. Ndio unaona assistant pastor. Vumilia mlango ufunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifanya hivyo utakuwa askari mwema. Askari iko na discipline. Discipline ni kusema hata ukitoka kanisa moja ukienda ingine, ile unatoka unawaongelesha vizuri. Kuna mtu alitoka kwa kanisa moja, aliwaambia nyinyi ni mapepo. Nimeona kanisa la Mungu. Mchidwe mapepo weusi. Akaenda kanisa ingine. Wakawachwa wakilia, wakisema sasa mtoto sasa naye msishana wake akaulizwa na mtu wa ile kanisa alitoka. Ile ya mapepo. Msichana akamwambia mimi nimepata kijana kunioa. Baba yake akasema utukufu kwa Mungu. Nimengojea uniambie hiyo maneno. Mimi huwa nashindwa msichana wangu huko na miaka 36. Au utaolewa? Akamwambia nimepata kijana mzuri. Anakuanga wapi? Kanisa ile tulitoka. Kwambia unaibika ukikuja kanisa ile ulitoka kurudi huko. Kuambia wapendwa Bwana asifiwe, na uliwaita mapepo. Ulisema hawana akili. Bwana asifiwe. Nataka kuambia msichana yangu ndiye anaolewa hapa. Mimi nashindwa, niko namuuliza utaenda harusi ama utakaa nyumbani? Akasema nitaenda. Harusi inashikanishwa na nani? Na wale wa shetani aliwasha. Ambia jirani ukitoka kanisa moja uwe na adabu. Usitoke ovyo ovyo. Kumago. Na wale hawajui hiyo lugha ni kusema kule unatoka kesho utafanya nini? Utarudi. Simameni sasa nimwombe. Alamaliza mateso. Hapa kuna watu mmeteseka sana. Kuna watu mko na uchungu mwingi sana, mpaka hapa nikiomba nasikia uchungu wenu wa kuuliza Bwana utakuja lini? Kwani Bwana ulinisahau? Nataka niwaambie Bwana hajawasahau. Jipe moyo katika Kristo. Atijipe nini? Moyo katika Kristo. Omba dakika moja. Alafu nimalize ibada hii kwa kuombea wagonjwa na wale walio na matatizo. Na Mungu wetu yuko hapa pamoja na sisi. Ni mwema Bwana, ni mwema, ni mwema. Mwenye fadhili nyingi. Ni Bwana mwema ambaye habadiliki. Yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwisho. Ndiye alikuweko, ndiye yuko sasa, na ndiye ataka kuwa kwa milele na milele. Baba, ninakuuliza ukumbuke watu wako. Hata wakiteseka Baba, wajue ya kwamba hauangalii pande nyingine, unawapenda. You love them, Jesus. Yesu, wewe ndiye jibu letu. Yesu, wewe ndiye mwamba wa wokovu wetu. Katika jina la Yesu tumeomba.